Kila mtu anatamani kuwa na maisha yenye utulivu wa kifedha na kujenga utajiri wa kudumu. Utajiri unajengwa kupitia maamuzi sahihi ya kifedha, uwekezaji wa muda mrefu, nidhamu ya matumizi ya fedha na uvumilivu. Kuna hazina nyingi za utajiri ambazo mtu anaweza kuzitumia kuongeza kipato chake na kutengeneza thamani ya miaka mingi. Hazina ya kwanza ni benki kuu kwa kuwekeza kwenye hati fungani. Hati fungani ni uwekezaji ambao mwananchi anaikopesha serikali fedha kwa kipindi maalum na analipwa fedha zake pamoja na riba. Hii ni njia salama ya uwekezaji. Faida kubwa ya hati fungani ni uwekezaji wenye riski ndogo ukilinganisha na aina nyingine za uwekezaji. Huu uwekezaji huwa unawafaa watu ambao wanataka kipato cha uhakika, hasa watu waliostaafu, wafanyakazi, wafanyabiashara na watu wanaotafuta sehemu salama ya kuhifadhi na kukuza mtaji wao. Hazina ya pili ni DSE kwa kuwekeza kupitia hisa. Soko la hisa la Dar es Salaam linalojulikana kama DSE ni mahali ambapo kampuni mbalimbali huwa zinauza hisa zake. Unaponunua hisa unakuwa ni sehemu ya mmiliki wa kampuni, na kama kampuni inafanya vizuri, thamani ya hisa inaweza kuongezeka na pia unaweza kupata gawio kutokana na faida iliyopatikana. Watu wengi duniani wamejenga utajiri mkubwa kwa kununua hisa za makampuni yenye maendeleo mazuri. Bei ya hisa inaweza kupanda na kushuka. Ili upate matokeo mazuri, lazima ujifunze kuwa mvumilivu. Ili uwekeze vizuri kwenye hisa, ni muhimu sana kufanya utafiti kuhusu kampuni unayotaka kuwekeza kwa kufuatilia taarifa zake za kifedha na kuelewa mwenendo wa biashara yake. Na kitu cha muhimu zaidi ni kugawa uwekezaji kwenye kampuni tofauti tofauti ili uepuke hatari ya kupoteza fedha kama kampuni moja haitafanya vizuri. Hazina ya tatu ni UTT AMIS kwa kuwekeza kwenye mifuko mbalimbali ya uwekezaji. UTT AMIS ni taasisi inayosimamia mifuko ya uwekezaji ambayo inasimamiwa na kuendeshwa na wataalamu na huwa inamwezesha mtu mwenye mtaji mdogo kuanza kuwekeza bila kuhitaji ujuzi mkubwa wa masoko ya kifedha. Faida kubwa ya mifuko ya uwekezaji UTT AMIS inasimamiwa na wataalamu wenye uzoefu wanaomsaidia mwekezaji kuchagua maeneo mazuri ya kuwekeza ili kuongeza faida. Hazina ya nne ni real estate. Real estate ni uwekezaji unaohusisha kununua, kujenga, kuuza na kupangisha majengo ya biashara kwa lengo la kupata faida. Ni moja ya maeneo yanayotambulika duniani kama hazina kubwa ya utajiri kwa sababu thamani ya ardhi na nyumba mara nyingi huwa inaongezeka kadri muda unavyopita. Watu wengi waliofanikiwa kifedha wamewekeza kwenye hii sekta kwa sababu inaweza kutoa mapato kila mwezi kupitia kodi za mapango pamoja na faida kubwa wakati wa kuuza hiyo mali. Uwekezaji wa real estate unaweza kufanywa kwa njia mbalimbali. Mtu anaweza kununua kiwanja na kukihifadhi hadi thamani yake iongezeke, au kujenga nyumba za kupangisha ili kupata mapato ya kila mwezi, kujenga maduka au ofisi za biashara, lakini pia anaweza kununua nyumba na kuziuza baada ya kuziboresha. Njia hizi zote zinaweza kumletea mwekezaji faida nzuri kama atafanya utafiti wa soko na kuchagua eneo lenye maendeleo. Faida kubwa ya real estate ni hazina inayodumu kwa muda mrefu na huwa inaongezeka thamani, na huwa inamsaidia mwekezaji kuwa na chanzo cha mapato ambacho hakitegemei mshahara. Huu uwekezaji unahitaji mipango mizuri na mtaji wa kutosha. Hazina ya tano ni kilimo cha biashara pamoja na usafirishaji. Kilimo cha biashara ni kilimo kinachofanywa kwa lengo la kuuza mazao na kupata faida. Kilimo ni moja ya uwekezaji mzuri kwa sababu mahitaji ya chakula na mazao yanaongezeka kila siku. Na kwa upande wa usafirishaji ni sekta inayohusisha kusafirisha watu au bidhaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa kutumia vyombo mbalimbali vya usafirishaji. Biashara nyingi zinategemea huduma za usafirishaji ili bidhaa ziwafikie wateja kwa wakati. Hii sekta ina nafasi kubwa ya kuzalisha mapato ya muda mrefu. Mtu anayechanganya kilimo cha biashara na usafirishaji anaweza kuongeza faida zaidi kwa sababu anakuwa na uwezo wa kusafirisha mazao yake mwenyewe na kutoa huduma kwa watu wengine. Mafanikio kwenye hii sekta yanahitaji mipango mizuri, matumizi ya teknolojia, ubora wa huduma, uaminifu kwa wateja na uvumilivu wa kuendeleza biashara. Hazina kubwa za utajiri ni fursa ambazo zinaweza kumbadilisha mtu kifedha kama atazitumia kwa maarifa, nidhamu na uvumilivu. Hati fungani za benki kuu zinatoa usalama wa uwekezaji. Hisa za DSE zinajenga utajiri kupitia ukuaji wa kampuni. UTT AMIS inawapa watu nafasi ya kuwekeza kwa urahisi. Real estate inaongezeka thamani na kutoa mapato ya muda mrefu. Na kilimo cha biashara pamoja na usafirishaji, hivi vyote kwa pamoja vinatoa fursa kubwa za kuzalisha kipato.